Peter Msigwa amesema kwamba kuhusu bunge la Ulaya, kura sio ya mwisho, ni kujibu athari baada ya kujibu chanzo cha tatizo. Msemaji wa serikali jibu hoja za msingi, ameandika hivyo Peter Msigwa kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X. Kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Peter Msigwa ambaye pia alikuwa kiongozi wa kanda ya Nyasa kabla ya kutimkia ndani ya chama cha Mapinduzi na kurejea upya ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa kile alichokiita kwamba matukio Oktoba 29, 2025 ndio sababu kuu ya yeye kuchukua uamuzi wa kurejea ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Ameibuka na kuzungumzia juu ya sakata linaloendelea baina ya serikali ya Tanzania pamoja na bunge la Ulaya. Peter Msigwa ameandika kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X na kusema kwamba kuhusu bunge la Ulaya, kura hiyo sio ya mwisho, ni kujibu athari badala ya kujibu chanzo cha tatizo. Msemaji wa serikali jibu hoja za msingi, amesema kwamba kwanza, serikali inasema kura ya bunge la Ulaya si ya mwisho, lakini haijibu uzito wa ujumbe wa kisiasa. Ni kweli kwamba bunge la Ulaya lipeleke fedha moja kwa moja na kwamba tume ya Ulaya ndio yenye jukumu la mwisho, lakini swali kubwa si kama fedha zimekatwa tayari, bali ni kwa nini wabunge wa Ulaya walifikia hatua ya kupitisha azimio hilo kwa wingi mkubwa, hata kama ni pendekezo linaonyesha kuporomoka kwa imani ya kisiasa kwa ushirika muhimu wa Tanzania. Serikali imejibu utaratibu, lakini haijajibu sababu zinazosababisha azimio hilo. Pili, serikali imejikita kwenye utaratibu, si kwenye hoja za haki za binadamu. Taarifa inasisitiza kuwa mchakato wa fedha haujakamilika, lakini haijajibu madai yaliyotolewa na bunge la Ulaya kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji wa upinzani, kesi dhidi ya viongozi wa upinzani, hali ya uchaguzi 2025, vifo na matumizi ya nguvu dhidi ya raia. Kwa maneno mengine, serikali imejibu fedha zipo salama, lakini haijajibu kwa nini dunia ina wasiwasi juu ya demokrasia na utawala wa sheria. Tatu, kudai kwamba fedha nyingi haziende serikalini hakupunguza uzito wa azimio. Serikali inasema euro milioni 139 zilikuwa zinaenda kupitia taasisi za Umoja wa Ulaya na asasi za kiraia, lakini hoja ya bunge la Ulaya ilikuwa kwamba fedha hizo zielekezwe zaidi kwa wananchi na zisaidie mifumo inayoweza kuhusishwa na ukiukwaji wa haki. Kwa hiyo kusema fedha zilikuwa zinaingia moja kwa moja serikalini hakukanushi sababu za msingi zilizozua mgogoro. Nne, serikali inasema baadhi ya hoja za bunge la Ulaya si za kweli, lakini haijataja zipi. Taarifa inasema baadhi ya hoja hazina ukweli, lakini haijaeleza ni hoja gani hasa ni za uongo, ni ushahidi gani unaozikanusha, ni taarifa zipi mbadala zinazotolewa. Kwa kawaida, kukataa tu bila kutoa ushahidi wa kina hakuondoe tuhuma. Na tano, kama mahusiano ni mazuri sana, kwa nini hali imefikia hapa? Serikali inasema mahusiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya ni imara, lakini swali la msingi, kama mahusiano ni imara, hakuna tatizo kubwa, kwa nini bunge la Ulaya limefikia hatua ya kupiga kura dhidi ya mpango wa msaada wa euro milioni 156? Marafiki wa karibu pia huonesha kutoridhishwa pale wanapoona misingi ya pamoja ya demokrasia na haki za binadamu imeanza kutetereka. Sita, hoja ya hii ni maoni tu ya bunge la Ulaya inaweza kupunguza uzito wa tukio. Katika mifumo ya kidemokrasia, bunge la Ulaya ni taasisi muhimu yenye ushawishi mkubwa. Kwa hiyo hata kama azimio lake si uamuzi wa mwisho, kisiasa lina uzito mkubwa na mara nyingi waathiri maamuzi ya tume ya Ulaya. Hitimisho, utetezi wa serikali umejikita zaidi katika kutekeleza utaratibu wa utoaji wa fedha kuliko kujibu kiini cha wasiwasi wa bunge la Ulaya. Swala ambalo taarifa hiyo haijalijibu kikamilifu ni kwa nini washirika wakubwa wa Tanzania wamefikia hatua ya kuonesha kutokuwa na imani na mwenendo wa haki za binadamu, demokrasia na utawala wa sheria nchini bila kujibu swali hilo la msingi. Imeelezewa kwamba kura hiyo si ya mwisho, ni kuonekana kujibu athari badala ya kujibu chanzo cha tatizo.